kutafuta hiyo riziki. La usiriziki binadamu hajafanya kitu. Hizi biashara zote, hizi kazi zote, hizi mbio zote ni kutafuta riziki. Ni kutafuta riziki ya tumbo lako. Na leo kama wewe ulikuwa kama malaika, maana malaika hawatafuti riziki. Malaika hawali, hawanywi, hawalali, hawaowi, kwa wao walikuwa hawana haja ya kufanya kazi. Lakini mimi na wewe lazima tufanye kazi ili tupate riziki. Japo riziki kwa Mwenyezi Mungu, lakini nataka na sisi pia hiyo kuifuatia hiyo riziki. Ndio Mwenyezi Mungu akisemaje? Wa wallahi ja'ala al-ardha dalulan famshu fi manakibiha. Mwenyezi Mungu ameijalia ardhi ni dhalilifu. Kwa hivyo famshu fi manakibiha, tembeeni katika pambizoni mwake, wakulu min rizqi, na mule riziki yake. Angalia Mwenyezi Mungu ana amri 3. Amri ya kwanza kwambia famshu, tembeeni. Amri ya pili ambiwa fasau ila dhikrillah. Amri ya tatu ambiwa fafiru ila Allah. Yani ya kwanza ambiwa famshu, tembeeni, make tembeeni kwa magumu, sikimbie. Ili famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, kisha namule riziki yake. Ama katika kumtaja Mwenyezi Mungu katika swala ya Juma tuambia ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah, kimbieni katika kumtaja Mwenyezi Mungu. Ukienda kwa Mwenyezi Mungu fafiru ila Allah, yani kimbieni kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka hii swala uje ukimbie kuifuatia swala. Lakini riziki atakafamshu, tembeeni. Lakini sasa ulimwenguni tumekuwa kinyume. Famshu ila dhikrillah was'au ila rizqi. Yani si sasa dunia tunaikimbilia, lakini akhira tunaiacha. Leo tutapata masikitiko hapa kutakuwa na Waislamu watakosa swala ya Juma kwa sababu ya kutafuta riziki. Atakosa swala ya Juma. Kumbuka swala ya Juma haina kadha. Ukikosa swala ya Juma ndio shakosa. Hata ukitaka kulipa itabidi ulipe raka 4. Muislamu katika siku ya Juma ajue ni haramu wakati wa Juma kufanya kazi. Ajue ni haramu wakati wa Juma kuuza ama kununua. Kwa nasi ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah, kisha nini? Wadharul bay'. Acheni biashara zenu, fungeni maduka yenu, fungeni magodauni yenu, fungeni biashara zenu. Wadharul bay', dhalikum khairul lakum, hilo ni bora kwenu nyinyi, in kuntum ta'lamun, ikiwa mwajua. Kisha fa idha qudiyatis salat, mshakumaliza kuswali, fantashiru fil ardh, eneeni katika ardhi. Watu wengine wale makosa wanafantashiru ni kutoka, intashara si kutoka bwana. Hukuambia fa idha qudiyatis salat fakhruju, kuna watu ambao kwamba ukimaliza kuswali wanakutoa mbio msikitini, toka bwana, fantashiru. Sheikh, hiyo tashiru amri hiyo si lazima, ni amrul ibaha. Kuna hizi tunaitwa amri lakini sio lazima, ni khiari. Kama ile amri ya kule kwenda Maka ambiwa idha halaktum fastwadu, mkimaliza kujifungua ihramu fastwadu, kainjeni wanyama. Hivi ni haji gani ile kwenda Maka baada ya kufua ihramu akaenda mwituni na bastola ni kuzingia wanyama kwenda? Hakuna. Kwa hiyo ni amrul ibaha, jambo la kuhalalishwa. Lakini ile fantashiru ni maana mwenye shughuli zake aende, asokuwa na shughuli abakie. Fantashiru fil ardi wabtaghu fadlillah, na mutake fadhila za Mwenyezi Mungu. Yani wabtaghu manake mkafa, ile fadlillah manake ni riziki. Mungu akwambia fanya biashara zako, ikifika wakati wa Juma funga duka lako, kuja msikitini swali, ukimaliza kuswali basi nenda fabtaghu min fadlillah, takeni fadhila Mwenyezi Mungu. Lakini usisahau wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, mtajeni Mwenyezi Mungu henda mkanali saada. Kisha akamwambia nini? Wa idha ra'u tijaratan aw lawan
infaddu ilayhi wa tarakuka qaima qul ma inda Allahi khairu min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin. Mwenyezi Mungu ni bora wa kuruzuku. Mada yetu ni kueleza masala ya riziki. Riziki huwa imeandikwa arrizqu maqsum, riziki hugawanyiwa. Wewe binadamu ukiwa katika tumbo la mamako, ukishakotiwa roho, unaamrishwa, unaandikiwa maneno manne. Umeandikwa rizquhu wa ajaluhu wa shaqiyun au sa'id. Unaandikiwa riziki yako, unaandikiwa ajali yako, ni mwema au ni mwovu. Wewe kwa ndani ya tumbo la mamako kuna faili lako laandikwa. Huyu kiumbe huyu ataishi duniani, atakula kiasi gani? Atakula mchele kilo ngapi? Atakula nyama kilo ngapi? Atatumia chumvi kilo ngapi? Atatumia maziwa lita ngapi? Kila ambao kwamba uloandikiwa ndio utakachokila. Na kila ambao kwamba kuandikiwa ukila riziki. Kila wewe ukila ugali ule, ujue Mungu amekuandikia ule ugali. Tena kuna tani fulani. Ikishakumalizika riziki yako, huwezi tena kuishi katika dunia. Kila anayeondoka katika dunia ashamaliza riziki yake, ashamaliza hisabu yake. Bali ile riziki, Mtume asema hata mukaikimbia ile riziki itakufukuza. Asema riziki itakufukuza kama namna inavyokufukuza ajali. Ndio madamu riziki yako haijakamilika, basi itakufukuza. Sasa ikiwa riziki Mungu ashakuandikia, ndanini tamaa, ndanini uwizi, ndanini kuiba, ndanini kupokonya watu, ndanini kufanya dhulma, ndanini kukhini watu, ndanini kudanganya watu. Mungu ashakuandikia bwana, riziki huu utaandikia. La pili andikia ajali yako utaishi miaka mingapi? Hivi sisi tuishi tuna nini? Tuna visa zetu. Wewe ukienda pale customer utapigwa muhuri, utaandikiwa wiki 2, wiki 3, wiki 4. Basi wewe pia ushaandikiwa. Kila mtu fakullun yaishu kama kutiba lahu. Sisi sote tumaliza umri wetu. Inma anta ayyamun majmu'a. Wewe binadamu, Al-Hasan al-Basri anasema wewe ni siku zilokusanyika. Fa idha dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Ukienda siku yako moja pungua. Kila mtu ameandikwa ajali yake. Na ini ajali sio imepigwa speed governor ni 80 tu. La, kila mtu ana ajali. Kuna wenye kuishi maisha marefu, maisha mafupi. Angalia binadamu katika ajali wanavyoishi. Kuna watu ambao kwamba ziumbe wako ndani ya matumbo ya mamao, wanakufa ndani ya matumbo. Ameandikiwa. Wengine akitoka ameandikiwa akitoka afa. Wengine hakuna miaka yote, ila kuna watu wamekufa katika ajabu ya mauti. Hayana sinun, hayana halun, hayana wakati. Mauti haina miaka. Si kama kitambulisho mpaka ufike miaka 18, wakati wote unaweza kufa. Wala haina hali. Yani kwa wewe umekuwa mgonjwa, wajua sisi binadamu tunaona alikuwa mgonjwa ndio afaye. Alikuwa si mgonjwa, kumbe wangapi ambao kwamba fakam min sahihin mata min ghairi illa. Wangapi wagonjwa waliokufa bila wangapi wazima wamekufa bila maradhi, wakam min saqimin ashahina min ad-dar. Lakini wengine wagonjwa wameishi siku nyingi. Kuna watu ambao kwamba wazima wamekufa, na kuna wengine wagonjwa ambao kwamba wako katika ishi. Wewe pengine kwenda kumwangalia mgonjwa akapona, akaja akakuzika wewe kwa mzima. Ndio binadamu. Mauti hataki maradhi, wala mauti hataki umri, wala sisinu maksus. Unajua sisi binadamu tunaona wazee ndio wanaokufa, vijana. Kumbe tuokufa ni sisi vijana. Mimi nitakupa dalili, utaona kwa vijana wanakufa wengi kushinda wazee. Kwa dalili gani? Hebu niulize swala. Vijana na wazee wengi nani? Vijana. Sasa ikiwa sisi vijana tutakufa sana, kwa nini sisi ni wengi tusiwe kidogo? Sisi tutakufa sana. Maana yake vijana wanakufa sana, hawafiki katika uzee. Ile kuna wazee kidogo, maana sisi hatufikii kwao. Kama kutofikia kwao, basi tungelikuwa wengi. Nyinyi wazee mko kidogo, ni kwa sisi vijana hatuwafikii kwenu. Lao kama sisi tuwafikia kwenu, basi ingekuwa wazee ni wengi. Kule upungufu wa wazee ndio upungufu wa
Mauti wapata vijana sinu. Mauti hayana miaka yote. Tena Mtume asema na kila zama zikenda umri unapungua. Kila zama zikenda unapungua. Umri wapungua. Watu wa zamani walikuwa wakiishi ajabu. Muangalie Nabii Nuh ameishi miaka mingapi? Miaka ya da'wa ni miaka 950. Miaka ya da'wa miaka 950 ameishi. Hiyo si miaka ya umri, hiyo ni wakati wa da'wa. Lakini kuna kabla na kuna baada. Hami ngapi? Watu wanaishi wakati mmoja wakati nabii alifiliwa, basi watu wote ulimwengu ulishtuka. Watu wakaenda kampa pole bwana, umefiliwa na kijana mdogo wewe. Kijana kuna miaka mingapi? Kuna miaka 200. Hapa pole msiba kijana mdogo miaka 200. Kwa hiyo binadamu umri unapungua. Nabii Adam aliishi miaka 1000, lakini kila saa umri unapungua. Vitu viwili kwa binadamu vinapungua. Mwanzo ni umri wapungua kila saa. Jambo la pili ni hivi vimo vyetu. Hivi vimo pia vapungua. Zamani watu walikuwa warefu na ajabu. Nabii Adam alikuwa na dhiraa 60. Dhiraa ni hizi 60. Yaani uko kama gogo la spaki Nabii Adam. Yaani alikuwa mrefu. Upana wake ulikuwa ni dhiraa 7, ni hizi 7. 1, 2. Kwa hivyo katika hapa wataketi watu watatu tu kuzikutajia. Si msikiti itakuwaje? Msikiti hautoshi. Lakini tupungua. Sasa riski binadamu sisi tunaona riski ni chakula na mali. Kumbe kuna riski nyingi sana sisi hatuzielewi. Wewe kuwa ni mwema, wewe kuja kuswali hapa ni riski. Mungu amejalia riski yako uje uswali. Riski ni afya. Ile siha yako ni hakuna riski kubwa kama siha na afya. Hiyo ndio riski kubwa. Wewe kana pesa nyingi lakini ukana mgonjwa, una raha gani pesa hizo? Huli hichi, kitu cha chumvi huli, kitu cha sukari huli, kitu cha mafuta huli, uko kitandani. Na wako maskini Mungu waonda watu wana mabilioni ya pesa lakini hawana raha nazo. Kulala hawalali, kuamka hawamki. Kwa hivyo riski ni afya. Riski ni siha, riski ni mali, riski ni kuwa na bahati. Riski ukiwa na bahati, riski ni kupendwa. Wewe ukipendwa ni riski. Hata Mtume alisema kuhusu Sayyidatuna Khadija, inni ruziqtu hubbaha, mimi nimeruzukiwa kumpenda. Yani binadamu kupendwa ni riski. Mungu akikujalia pendwa huwa ni riski. Mungu akakupa cheo, mamlaka, jukumu pia ni riski. Na katika riski ni pepo, ndio riski. Katika riski ni thawabu. Sasa watu wanapigania riski. Arizku maksum. Wewe hata usisumbue kutaka riski za watu. Riski yako utaipata vile vile. Kuna watu wala riski si kusoma. Waweza kumwona mtu amesoma madigrii 10 lakini chakula hana. Naweza kumwona mtu hata kusoma hajui, hata AB hajui, lakini ukamwona anaishi maisha ya raha. Kwa sasa wewe usitake riski ya hela, taka riski ya siha, taka riski ya afya, taka riski ya imani. Na kuna mambo ambayo kwamba husababisha kupata riski. Mwanzo la kwanza ni kuwa muaminifu. Mtume sema al-amana tajlibu ghina wal khiyana tajlibu al-faqr. Mtu yote akiwa muaminifu katika biashara zake, katika kazi zake, ndio anakuwa tajiri. Na mtu yote akiwa na khiana ndio anakuwa maskini. Wewe kuwa mwaminifu katika biashara zako, utaona Mungu anavyokubarikia. Lakini ufanya papa wewe, unamjepea, basi ujue wewe hizo riski utazikosa, utakuja kuzikosa. Hata kuna bwana mmoja alikuwa anauza maziwa, lakini maziwa yake anatia maji, anajaza maji. Unajua wale wauzaji maziwa wanafanya khiana. Basi akafanya muda fulani, muda uko na ng'ombe wake, yakaja maji zimba la mtu likaja akamchukua yeye na ng'ombe wake. Kana kama Mwenyezi Mungu kwambia yale maji yako tumejumlisha, sasa atakupa mwenyewe. Akachukuliwa. Kwa al-amana tajlibul ghina, kisha wal khiyana tajlibul faqra. Yani khiana huvuta umaskini. Mtu akiwa khiana, mtu akiwa khain, mwizi, jambazi, papa, basi mtu kama huyo huvuta umaskini. Sasa wanazuoni mmoja ni Ibn Qayyim Jawziyya akwambia arba'atun tajlibu rizq. Kuna mambo 4 huvuta riziki. Mwanzo, jambo la kwanza linalosababisha riziki ni swala. Swala wewe unakupa wallahi billahi
tallahi, ukitaka riziki yako isahali, jaribu uswali swala 5 kwa jamaa. Swala 5 kwa jamaa, basi utaona riziki inapokujilia. Lakini mambo kuacha swala, ile kuacha swala ni ukorofi. Mtu kama anaacha swala ukorofi, ndio usababisha umaskini. Ndio utaona Mungu katika swala semaje, wa amur ahlaka biswalati wastabir alayha la nas'aluka rizqa. Yani maamrisho watu wako swali, basi unasubiri katika swala, la nas'aluka rizqa, hatukuulizi riziki. Yani riziki utaipata tu. Sio swali wewe tu, uswali na nyumba yako, watoto wako waswali, mke wako waswali. Hivi wewe umekuja msikiti wa Juma, je, mtoto wako amekuja hapa, umekuja na yeye? Wewe umekwenda msikitini kuswali, je, mke wako anaswali? Hivi tusemeni ukweli, alfajiri sisi tukija msikitini kuswali, je, wake zetu tuwaamsha waswali? Je, watoto wetu tuwaamsha swali? Ikiwa tuamsha mke na watoto tumefaulu, lakini kama tuamshe ufe. Lakini masikiti makubwa, mimi na wewe, utamwona mtu anakuja msikitini alfajiri ametukua na ufunguo wa nyumba. Ametukua ufunguo wa nyumba. Kwa nini kutukua ufunguo? Maana mke wako amelala, hataki kuamshwa kuswali. Tena ukwambia sasa usiniamshe kuswali. Na ukiwa shataa anakuwa mkali. Wewe una shataa, unaharibia usingizi, enda kuswali. Maskini wewe baba, unatoka chumbani giza na unagongana na kitanda kwa sababu mke wako hataki kuharibia usingizi. Wewe baba unainuka kuswali, watoto wako wamelala, huamshi wewe mpaka kuna shule. Kama kuna skuli, mkeni bwana, kuna shule, kuna skuli. Bali masikitiko makubwa utamwona baba anawaambia watoto wake, laleni mapema, kesho kuna skuli. Laleni mapema, kesho kuna shule. Huambii watoto wako, laleni mapema, kesho kuna swala ya alfajiri. Hakuna. Ushamwambia mtoto wako, lala, kuna swala alfajiri. Bali skuli zikifungwa, swala zafungwa. Madrasa zikifungwa, swala zafungwa. Watoto siku ya skuli saa 11 wako macho, wataoga, lakini siku ya madrasa basi watalala mpaka jua litatoka. Siku hakuna madrasa na skuli, hakuna kuamshwa. Basi atakawe waamshe watu kuswali. Nyumba kama watu waswali ni ukorofi. Nyumba ambayo kwamba watu waswali ni umaskini. Nyumba ambayo kwamba watu waswali ni kukosa maelewano. Angalia Nabii Musa, Nabii Isa alikwenda akaona kijiji ambacho kwamba kina neema, mji, mivua, matunda, mto, wanyama, miwanda. Akaenda safari zake, akirudi aona mji umekuwa maskini. Mto umekauka, wanyama wamekufa, matunda yamekauka. Akamwambia, ya Rabbi, mbona mimi nilipita mara kwanza naona mji una neema, leo naona mji unachaka? Akaambia, kwa kuwa mji kama hunu amepita mtu ambao kwamba ni tariku swalata, ameacha swala, amesikutua maji, ametia katika ule mto, basi ukorofi wa tariku swalati mmoja, mto wote umekauka, mji umekuwa na ukame. Sasa wewe nyumbani kwako na matariku swalata ngapi? Vijana wako vibarobaro wako barabarani, wanatumia unga, wanatumia uraibu, wanatumia nini, hawaswali. Mke wako haswali. Lazima ile swala kuvuta riziki. Ndio utaona hata kama mvua hakuna, kuna salatu istisqa. Angalia Nabii Zakaria. Nabii Zakaria alikuwa anatamani mtoto, akaona la kufanya ni kuswali. Nikiswali jambo langu, akaswali, akaomba dua, Mungu akamkubalia. Ndio akamwambia, fanadatul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab. Nabii Zakaria alikuwa na miaka mingapi? Wale mfanya mdogo wasema na miaka 100, wale mfanya mkubwa wasema na miaka 120. Mke wake alifanya mdogo wasema na miaka 80, wale mfanya mkubwa wasema na miaka 90. Hebu fikiria mzee wa miaka 120 apate mtoto, mama wa miaka 80 90. Ushaipesikia tarehe? Kwa nini apate mtoto? Kwa sababu ya swala. Kwa hivyo swala tuipe kipembele, tena hasa swala ya alfajiri. Swala alfajiri ndio swala yenye kuvuta riziki kabisa. Na baada ya swala ulete uradi usome. Kuna uradi usome ndio uleta riziki. Na kuna mambo ambayo kwamba inanyima riziki, yatakuepuke nao. Arba'atu yamna riziki, mambo 4 hunyima riziki. Jambo la kwanza, naumu subha. Baada ya kusala asubuhi ukilala, basi hugawanyi riziki. Asubuhi kuna gawia riziki, malaika na gawani. Wakikuona wewe umelala, wakuruka. Hata mimi mwandazi ikiwa naganya keki hapa, nikifika kwako nikiona umelala, namruka, amelala tampa. Basi malaika hivyo hivyo.
naumu suba. Ya pili alkhiyana, kuwa khain, kuna mwizi, kwa jambazi, kwa bali, pia unasababisha riziki yako unafanya nini? Ya tatu ni alkasal, uvivu. Uvivu pia unanyima riziki. Ya nne ni kutomtaja Mwenyezi Mungu. Wale ambao kama mtaji Mwenyezi Mungu riziki zao kila tu salat, hawaswali, swala zao ni chache, hawa basi riziki zao hawapati. Kulala, uvivu, khiana, uchache wa swala. Haya yenye kuleta riziki, arbaatun tajlibu riziki. Kuna mambo manne huleta riziki. Mambo gani? Arbaatun tajlibu riziki. Kila mtu ataka riziki. Nani asiyotaka riziki hapa? Tukwambia fanya haya manne utaona riziki itakavyokuja. Na ni mujarrab. Jambo la kwanza, kathratul istighfar, kuleta istighfari nyingi, kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa. Leta istighfarini, leta kila siku mara 1000. Astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Hiyo ndio inaleta riziki. Ya pili, qiyamul layl, inuka usiku, swali tahajjud. Swali tahajjud, basi wewe utaleta riziki. Usiku inuka ufanye qiyamul layl. Ukifanya qiyamul layl, tahajjud, utasababisha riziki. Kwa hivyo kwanza ni nini? Istighfar, kathratu istighfar. Ya pili qiyamul layl, ni kuinuka usiku, pia usababisha kuleta riziki. Hiyo ndio jambo la pili. Kisha la tatu, kathratu sadaqa, kutoa sadaka. Wewe ukitaka Mungu akubarikie katika biashara zako, katika kazi zako, toa sadaka. Na kama ni Ramadhani, toa zaka. Kila bakhili hapewi. Kila anayetoa zaka anfiq. Mungu amesema, amekuweka wanted. Mungu akwambia tit for tat, anfiq unfikale, toa nitakupa. Tena ukitaka Mungu akupe sana, basi toa sana. Na ukitaka Mungu asikupe, kila wale wanaotoa sadaka sana ndio wanapata. Matajiri wote, wewe ukisikia mtu tajiri na anazidi kuwa tajiri, basi ujue anatoa sana. Na ukimwona tajiri amefukarika, amekuwa maskini, basi ujue amekhini katika sadaka. Huyo hatoi zaka, huyo hatoi sadaka, kwa sababu ukiwa mgumu, ukiwa bakhili hupewi. Mpe Mungu tu. Kila ukipa zaidi, Mungu kupa zaidi. Maana tuna watu wafilisika. Mtume asema, ma talifa malun fi baharin wala barrin illa bihafsi zakat. Hayapotei mali katika bara na bahari ila kwa sababu ya kufunga zaka. Matajiri mlioko hapa, wenye maduka, wenye biashara, je, katika Ramadhani mnatoa zaka? Mnafanya hesabu katika mali? Kila mwenye duka lazima atoe zaka. Kila mwenye duka mali yake inafika, sijui ni pesa ngapi za Kenya, 1500. Huko itakuwa ni ngapi? Kila mwenye biashara duka lake, mali yake, ration yake 1,500,000 atoe zaka. Sio atoe sadaka, shekhi. Wajua nataka tuelewe kuna zaka na sadaka. Sadaka ni sunna, zaka ni faradhi. Kwa hiyo kila mtu, je, wenye maduka, kila mtu anakuambia tajiri fulani na mwenye toa zaka tajiri. Na kila mtu ambaye kwamba ana simu yake ina M-Pesa, ikiwa ni mtandao wote, lazima kila mwaka aangalie toka fungue mtandao mpaka siku ile ni siku gani, aangalie balance ni ngapi na atoe zaka 2.5. Na kila mwenye account katika benki, katika simu, aliweka pesa nyumbani, lazima kila mwaka akajulie hisabu, na baada ya kuhesabu atoe zaka. Sio sunna, ni faradhi, ni lazima. Kama ukutoa utapata madhambi. Waqimu swalata wa atu zakata. Hii ndio tutakatuambia wale wafanya biashara zenu. Ukiwa una uhabia, wauza, unakiwa na ration, ikiwa wauza baskili, wauza tepu, wauza chakula, wauza vifaa, kila mtu apige hesabu kwa mwaka ile mali yake, kisha atoweza. Angalia sisi tunajinyima zaka, ndio Mungu anatolea. Mweza serikali na kwamba hesabu yako ni hivi, unatoa mamilioni kadhaa. Kwa hiyo lingine lenye kuvuta, mwanzo ni istighfar, kisha ya pili ni tahajjud, kisha la tatu kathratu sadaqa, kisha alafu la nne aldhikru awala nahari wa akhira, kumtaja Mwenyezi Mungu usiku na mchana. Wewe mchana na usiku eka uradi etadhikr. Bali kuna sura fulani ambazo kwamba Mtume asema, man qara alwaqi'a fi kulli laylatin lam tusibu faqr abada. Mwenye kusoma idha waqa'at
ukasoma idha wakati kila siku, basi waambiwa mtu kama huyo haimpati yeye umaskini, hawi maskini kabisa. Kila siku idha wakati alwaqa, ile ni ya riziki. Na katika riziki ni katika miongoni mwa dhikri, ukitaka riziki kathratu salati ala nabii, kumswalia mtume sana. Tumswalieni mtume. Kila anayemswalia mtume sana, huyo anapata riziki kwa usahali. Kila anayeleta istighfari sana, huyo anapata riziki kwa usahali. Kila anayesoma Qur'ani sana, huyo anapata riziki. Qur'ani, swala mtume, istighfari, dua, uradi, zote hizo zinaleta riziki. Kisha kuna nyingine inayoleta riziki ni majina ya Mwenyezi Mungu. Haya majina ya Mwenyezi Mungu yana khawasi. Kila jina lina faida yake na khawasi yake. Ukiwa mgonjwa kuna jina lake, ukiwa taka amani jina lake, ukiwa taka mahaba jina lake. Hata la mahaba pia liko jina la mahaba. Leo kama mke wako umeona hakupendi, mpigie ya Wadud mara 1000 kila siku. Ya Wadud, ya Wadud, utamuona atavyokupenda. Unaja kwenda kwa mganga wakati ataka nipende nini. Lakini mke wako si mwanamke. So kuna mwanamke umempenda hakupendi, ya Wadud, ya Wadud, atakuchukia zaidi wewe. Mago mtumia jina lake katika madhambi. Hii ni mke wako ya Wadud, ya Wadud atakupenda. Katika mambo kwamba yenye kuvuta riziki, basi kila siku baada ya salati subi, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, kila siku ulete mara 100. La haula la quwwata illa billah adhim mara 100. Na hapa faida, kisha munipe changu hapo La ilaha illa Allah malikul haqqul mubin mara 100. Ya Ghani ya Mughni mara 100. Ya Wahhab ya Basit mara 100. Ya Kafi ya Jawad hizi ziko bekona ni nyingi hizo, basi 3 kutosha. Ya Fattah ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni, ya Wahhab ya Basit, basi tosha hizo. La haula wala quwwata illa billah. Au mara nyingine wewe uambiwe ukae usome idha wakati, chasome ya Karim ya Wadud mara 1000, basi utaona riziki itakavyokuwa. Kwa hivyo riziki ugawanywa, lakini zataka uombe dua. Ikiwa huwezi kama dua, basi sasa fanye nini? Utoe sadaka. Kwa hiyo binadamu tuna dua maalumu ambazo kwamba tukisoma hupata riziki. Na hasa sasa tumekabiliwa siku ya Jumanne, ni siku ambayo kwamba watu wanasoma dua Lailatun Nisfi min Shaaban, tarehe 14 mpaka 15. Siku kama hii ndio siku ambayo kwamba kuna fanya hesabu ya riziki. Watu wanaandika riziki yao, watu wanaandika ajali yao, watu wanaandika mwema ama muovu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yeye ndio mwenye kuruzuku, na ukiomba kuruzuku, ukimwomba tumia jina la Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, basi Mungu atakufungulia. Fattah maana atafungulia mlango ya khairi. Razzaq, Mwenyezi Mungu atakufungulia milango ya riziki. Mwenyezi Mungu ndio khairu raziqin, ndio bora wa mwenye kuruzuku. Kwa hivyo haya ndio tumependa tuyazungumze katika msikiti wetu wa Juma, kwa kuwa leo tumepata faida masala ya riziki. Riziki, mvivu hapati riziki, tariku swalati hapati riziki, mwenye kuteta na wazee wake hapati riziki, mwenye kukata kizazi chake hapati riziki, mwizi hapati riziki, akipata haidumu. Angalavizi wote riziki hazidumu. Leo atajepa milioni 1, baada ya siku 2 hana hata shilingi 1. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wal afwa minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
الحمد لله الذي بسط الرزق لمن يشاء وقدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الرزق مكفولا والسعي مأمورا. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله كان أكثر الناس توكلا على ربه وأعظمهم أخذا بالأسباب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي مفتاح كل خير ومنبع كل رزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن قضية الرزق من أكثر القضايا التي تشغل بال الناس وتأخذ من تفكيرهم وقلقهم حيزا كثيرة، خاصة في أوقات الأزمات وغلاء الأسعار. ولكن المؤمن ينظر إلى الرزق من منظار العقيدة واليقين، مستحضرا من حقائق الكبرى. الرزق مكتوب ومقسوم. قبل أن تخرج من الدنيا كتب رزقك وأنت في بطن أمك. قال صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. الله هو الرزاق وحده، وليس المدير ولا الشركة ولا السوق هم الرازقون، إنما هم الأسباب. الرزاق هو الله ذو القوة المتين. الرزق ليس مالا فقط، هي نظرة قاصرة. فالصحة رزق، والزوجة الصالحة رزق، والولد البار رزق، وراحة البال رزق. وأعظم الأرزاق هو الهداية لهذا الدين. أيها الإخوة الكرام، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والله الذي أمرنا بالتوكل وهو الذي أمرنا بالسعي. فقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالسعي في الأرض عبادة، والعمل لإيالة الأسرة جهاد. والمؤمن القوي الذي يغني نفسه بجهده أحب إلى الله من الذي يتكفف الناس ويسأل الناس. أيها المسلمون، إن للرزق مفاتيح شرعية، فأولها الاستغفار. قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الثاني صلة الرحم. من أحب أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. ثم الأمانة والتقوى. فالتاجر الصدوق يبارك له، والموظف الخالص يفتح له، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم القناعة والشكر. فبالشكر تدوم النعم، وبالقناعة يسعد العبد بما في يده ويأتيه رزقه وهو عزيز النفس. ثم ذكر الله في اليوم والليلة. ثم قراءة الأوراد الواردة والموروده من سادة الكرام. أيها الناس، إن الرزق قد يقل بالمعاصي، وقد يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه. فأطيبوا مطعمكم وتحروا الحلال في كسبكم، فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والأرزاق تزاد وتنقص وتحول وتجادل في الليلة النصف من شعبان. هلا هلا معاشر المسلمين، قوموا بهمة عالية وعزم قوي في ليلة الثلاثاء هذا الشهر بعد المغرب
في اجتماع للدعوات في المساجد والبيوت فردا وجماعة مع الناس ومع العوائل، ومولاكم قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. معاشر المسلمين، الله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، هو الغفور الرحيم وهو البر التواب الكريم. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا سيد أهل الكمال. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه نعم الرجال. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، واعلموا أن الساعة آتية وهي أقرب غائبة انتظر. ثم صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عموما، بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، خصوصا منهم الخليفة الأول بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع سور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب فارس المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسنين الأحسنين وأمهما فاطمة البتول وجدتهما خديجة الكبرى، وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم إن كان رزقنا في السماء فانزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان خطيئة فامحها، وإن كان عثرة فاقلها، وبارك لنا في جميع ذلك. اللهم انزل لنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات، في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.